kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 4 na mstari wa kwanza. Nataka tuangalie kwa habari za mtumishi wa Mungu mmoja ambaye alikuwa akitumika chini ya mtu wa Mungu Elisha, lakini mwisho wa siku alikufa na madeni. Tuangalie katika kitabu hiki. Biblia inasema, basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake wa manabii alimlilia Elisha akasema, mtumishi wako mume wangu amekufa, na mtumishi wako mume wangu amekufa, nao wajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Mungu, na aliyemwia amekuja ili ajitwalie wana wawili au akawafanye kuwa watumwa. Hii ni habari ya mtu wa Mungu ambaye anamtumikia Mungu, ambapo alikuwa anamtumikia Mungu akiwa chini ya mpakwa mafuta Elisha. Lakini mwisho wa siku Biblia inatuambia mtu huyu alikufa na madeni, na mtu aliyekuwa anamdai alifanikiwa kuja katika nyumba hile, na alipokuja akasema, ikiwa hela yangu haitakuwepo, basi nitaomba nichukue baadhi ya wanangu, baadhi ya watoto wako wakafanyike kuwa watumwa katika nyumba yangu. Tunaanza kuona, je, ni Mungu ambaye wakupendelea? Ukisoma kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili sura 8 na mstari wa 9, Biblia inatuambia, kwa maana mmeijua neema yake Kristo, jinsi ambavyo alikufa akiwa maskini ili sisi tupate kuwa matajiri. Unaposikia neno matajiri au unaposikia neno utajiri, ni hali fulani ya kujitosheleza, yaani kwamba mahitaji yako mengi unaweza kuwa unayakimu, lakini sio katika kile kiwango cha mwisho kabisa. Au kwa lugha nyingine naweza nikasema utajiri ni hali ya kwamba kuwa na kipato ambacho unaona kwako hauhitaji tena kitu kingine, na hata kama unakihitaji ni kwa ajili ya ziada. Ina maana hicho kitu bado kitaendelea kuwepo. Ina maana sasa kuna tofauti gani kati ya huyu mtu ambaye amefariki akiwa anadaiwa, na kwenye Agano Jipya Mungu anasema kwa maana mmeijua neema yake? Ina maana unapoijua neema, Biblia inatuambia maombi ya mwenye haki yanafaa sana anapoomba kwa bidii. Lakini Biblia tena inatuambia licha ya kuomba kwa bidii, Biblia inatuambia asiyefanya kazi na asile. Naomba nikwambie mtu wa Mungu ambao unanisikiliza, unaweza kuwa unamtumikia Mungu, lakini katika kumtumikia Mungu kuna uhitaji wa kuwa na bidii. Unatakiwa kuwa muombaji, lakini kuna bidii ya kazi uko nayo. Unatakiwa kuwa mfanya kazi na Mungu uko naye. Hapo ndipo ambapo tunapoweza kufanikiwa. Ukija kuangalia, Biblia inasema hata wanawake wenye vyeo wakamtumikia Mungu. Mungu anahitaji watu ambao wana uwezo mkubwa sana wa kufikiri. Ndio maana Biblia inasema mwana wa Adamu alikuja ili tupate akili. Lakini ukiangalia Biblia inasema watu wa Mungu wengi wanaangamia kwa kukosa maarifa. Unahitaji upate nyenzo, unahitaji ufanye kitu ili uweze kwenda. Lakini vile vile msingi mzuri wa kuweza kufanikiwa ni kumpokea Bwana Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hiyo ndio inaweza kuwa tiketi ya kwanza kwa maisha ya mtu ambaye anamwamini Mungu. Mimi nakuombea Mungu akubariki, na haya maneno ambayo umeyasikia yakaumbe kitu ndani yako kipya ambacho kitafanya ukuaji wako wa kiroho ukapate kuwa mkubwa kwa jina la Yesu Kristo. Amen.